Kiswaga. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa kila mwaka bajeti hutengwa na utekelezaji wake unakuwa kinyume, naomba wabunge nitoe hoja tujadili jambo hili muhimu la kitaifa. Hoja yako imekubaliwa. Soma nini sasa? Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Uendelea tu. Spika, kwa kuwa uwanja huu wa kimataifa ambao tunatarajiwa wa kimataifa ni uwanja muhimu sana kwa nchi. Ndege ambazo zinatua kwa siku ni ndege zaidi, ATC ni 4, lakini ndege zingine ni zaidi ya 3. Kwa jumla ni ndege 7. Lakini uwanja huu hata leo ukitafuta tiketi ya kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza zimejaa. Kwa hiyo ni uwanja muhimu sana. Sasa Mheshimiwa Spika, tunaomba, kwa sababu faida kubwa inapatikana Mwanza, tunaomba commitment ya serikali kwamba sasa huu uwanja utakamilika ndani ya muda gani. So bilioni 6 ambazo zimetengwa tunaona haziwezi kusukuma huu uwanja. Kwa Mheshimiwa Spika, tunaomba commitment ya serikali, ni muda gani uwanja huu utakamilika, ili tuache kuwa tunazungumza humu, tukuze uchumi. Mheshimiwa Maleko Matiko. Usisimame. Okay. Mheshimiwa Ado. Mheshimiwa Spika, kwanza naunga mkono hoja, lakini la pili, Mwalimu Nyerere alituhusia kupanga ni kuchagua. Tunapaswa kuchagua. Pale Mwanza tunachokitaka ni maboresho au ujenzi na upanuzi timilifu wa kufanya uwe na hadhi ya kimataifa. Lugha iliyotumika kwenye hotuba ni lugha ya kwamba, ukitazama lugha ya Serengeti, na mimi naunga mkono ujenzi wa uwanja wa kimataifa Serengeti, no problem. Ni lugha ipo clear kabisa, ni ujenzi wa uwanja wa kimataifa wa Serengeti. Lugha hiyo ni tofauti kila pale Mwanza inapotajwa, ni maboresho ya uwanja wa Mwanza. Hii inaonyesha kwamba serikali bado haina clear plan na nia ya dhati ya ujenzi wa uwanja wa kimataifa wa Mwanza. Kwa nakubaliana na hoja kwamba tunataka clear commitment, ni lini Mwanza watapata uwanja wa kimataifa. Mheshimiwa Msukuma. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kuniona. Kwa kweli Mheshimiwa, na mimi naunga mkono hoja ya Kiswaga, na Mheshimiwa Spika utulinde, kwa sababu sisi tumeshika mshahara wa waziri. Sasa naona naibu waziri anatuingilia. Mheshimiwa, nilikuwa naomba tuungane na wenzangu wote kwamba hapa hatumkomoi mtu, ila tunajaribu kuzungumza. Tuna miaka 15 humu ndani, na kaka yangu Mbarawa hata mwaka jana ilikuwa hivyo hivyo, ile bunge lililoisha mwishoni ulituambia hivyo kwamba nini, tukaenda tukafungua mkataba wa bilioni 33. Huo wa bilioni 33 umeshindikana, kwamba mmeweka vigezo vikubwa, kaondoka kwa sababu mkataba leo bilioni 6. Hii haiwezekani Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo tunahitaji Mbarawa, kipaumbele chako kwenye bajeti yako utuambie ni lini unaanza na unakamilika, basi tutaachia shilingi, wala hatuna matatizo na shilingi ya Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Ulega. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkubwa na taadhima, ninaomba waheshimiwa wabunge
wa mkoa wa Mwanza na majirani wamwamini Profesa Mbarawa na serikali. Uwanja wa Mwanza umekuwa ukifanyiwa mambo kadhaa. Hapo mwanzo serikali imewahi kujaribu katika kuuboresha, hata kuhakikisha kwamba minofu ya samaki iweze kuwa inapita pale. Jitihada kubwa zilifanywa na hakika zinaendelea kufanywa. Ni kutokana na lile la uaminifu wa serikali, na inapoahidi inatekeleza. Mimi ninaomba nimshawishi Mheshimiwa Bonaventure Kiswaga ya kwamba tumwache profesa na shilingi yake, atakwenda kufanya. Kwa hakika ule uwanja wa Mwanza hapo mwanzo, Mheshimiwa Spika, hata ile fence unayoiona haikuwepo, na kihistoria iliwahi kushuka ndege pale ikapata ajali kwa kumgonga mnyamapori nguruwe. Ndivyo, na waheshimiwa wabunge wa Mwanza wanajua serikali ilipokea, ikafanya jitihada, ikatengeneza, na leo taarifa, tunashukuru Mungu kwamba hilo halipo. Kwa hivyo mimi ninawaomba ya kwamba waiache serikali shilingi yake ili kusudi ikatekeleze, ikiwa ni pamoja katika kuliboresha hilo na lile la airport Igombe mpaka Kayanza kule kwenda kutengeneza ile barabara inayoungana na huu uwanja mkubwa muhimu wa Mwanza, ambao utakwenda ile barabara itakwenda kuunganisha mpaka na Magu. Watu wanaotoka upande ule wote waweze kupata huduma iliyo bora katika uwanja wetu wa Mwanza. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu.